Huko nyuma kidogo tulikuwa na dhana ya kwamba shekhe yoyote ambaye ameshika dini na ana imani, kipimo chetu kwamba huyu ana dini na ana imani ni ile hali mbaya na duni ya maisha yake. Turejee kumbukumbu hizi ziko hadhir kwamba tunampimaje huyu shekhe ana imani sana, ni shekhe ambaye kashika dini sana, kipimo chake ni dhoful hali yake, kiwango cha hali yake ngumu, muonekano wake, kuanzia kila kitu chake, basi ndio tunasema huyu ndiye shekhe. Lakini Sheikh Uthman Maiko akaja akasema hapana, si mtazamo sahihi na sivyo mafundisho aliyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye akaja kwa vitendo kutuonesha unaweza kuwa shekhe na ukaona imani nzuri, lakini pia kupitia imani yako, dini yako na kazi unayofanya ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anaweza akaneemesha maisha yako, akayabadilisha na yakawa maisha bora yenye kupigiwa mfano. Sasa nikwambieni, kupitia yeye Sheikh Uthman Maiko, kwa haya ambayo amekuwa kiendelea na taswira ambayo iko, kuna watu wengi sasa wanatamani kuzalika Sheikh Uthmani wengi, kwa sababu wanaamini kumbe nikiwa kama Sheikh Uthmani na mimi nitakuwa kama namna gani, nitakuwa hivi na vile na vile. Na huu ndio mtazamo mzuri wa Uislamu. Ndugu zangu, katika hili mimi nitazungumza nukta chache ambazo ziko ndani ya Qur'an na kwa kuonesha umuhimu wa hichi ambacho kinafanyika hapa. Mwenyezi Mungu aniongoze inshallah. Moja, Qur'an hii Karim maqru'u bi alsinatina, masmu'u bi adhanina wa mahfudhu fi sudurina. Qur'an hii ambayo tunaisoma kwa vinywa vyetu na kuisikiza kwa masikio yetu, lakini tunahifadhi kwenye vifua vyetu. Qur'an hii ndugu yangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kitu kikubwa mno, jambo kubwa mno ambalo sisi tukishikamana nalo hatuwezi kupata dhiki wala tabu kwa namna yote ile ambayo itaweza kuwa. Sasa kwa kazi hii ambayo Sheikh Uthman Maiko alikuwa akifanya, kusaidia umma, kuadilisha, kuwaelekeza na hata kuwasaidia kwa matibabu pale ambapo inapokuwa kuna mitihani ipo, mimi naomba nimpe salamu. Ni muda mfupi nilikuwa niko katika ardhi ya kisiwa cha Komoro na nikapata bahati ya kutembea katika zawia zote kubwa pale Komoro. Kwa wale ambao wamekwenda kule wanafahamu kuna eneo linaloitwa Sujin, Misamihuli, lakini pia Moroni. Tukaenda sehemu mbalimbali ambapo kwa hakika tulishuhudia karamati na fahati za wanazuoni wakubwa ambao walifanya kazi ambao Allah aliwachukua katika ardhi ile pale. Tukatabaraka kupitia kuombea dua na kuomba kheri zao. Lakini taarifa tu ambayo nataka nimpe ni kwamba ndani ya kisiwa cha Komoro nimepata salamu za huyu bwana mkubwa, namna ambavyo tunakwenda sehemu naambiwa unamfahamu mtu anaitwa Sheikh Uthman Maiko, naambia namfahamu sana, min zaani fili wa uduli, yani ni katika watu karibu yangu sana. Sema basi huyu mtu wajillahi alhamdu, tunamuomba Mwenyezi Mungu kabla hajamchukua atuletee hapa kisiwani. Taarifa hii Sheikh chukue, Komoro wanakuhitaji kweli kweli, ndio ujumbe huu ambao nimeupata. Sasa pointi yangu ya msingi ipo katika 17:82 Qur'an. Ndio nataka nikae hapo kidogo tu, alafu kisha niwapishe wasemaji waseme inshallah. 17 ni sura Isra aya nambari 82. Tunapata maneno ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sasa katika kuzungumza hii aya, mimi nilikuwa nataka tuone kazi hii ambayo inafanyika hapa, tuone thamani yake. Hebu tuitazame pamoja hii aya. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala alitanguliza kusema huwa shifaa'u wa rahma alipoizungumza hii Qur'an? Ni kwa nini Allah asingesema huwa rahmatu wa shifa? Lakini tafsiri za watu wengi tunapofasiri aya hii husema kwamba Allah ameshusha Qur'ani ikiwa ni tiba kisha na rahma. Iko hivi, tunaposema tiba basi ile neno linabadilika katika utamkaji wake. Kunaka farqu baina ilaj wa shifa. Kuna utofauti baina ilaj na shifa. Ilaj ni khatuwati tibia, yani ni zile hatua za kimatibabu, kuanzia mtu kupimwa kama ni hospitalini, vipimo, lakini pia huduma zile kama ni sindano, ni vidonge au ni dawa hizi mbalimbali. Hizi tunaita ilaj, zile khatuwati ambazo mtu anapita kurekebishwa ile hali yake ambayo inamsibu, hiyo ni maradhi au hali yake nyingine. Hii inaitwa ilaj. Sasa shifa
inaitwa shifa. Ukisema shifa maana yake umezungumzia natijatan anil ilaj, ni ile matokeo ya zile khatuati za tiba. Baada ya kutoa matokeo sasa ya kwamba huyu mtu kapona, huyu mtu yuko vizuri sasa, hii ndio inaitwa shifa. Sasa ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala azungumze hii shifa? Pengine hakupenda Allah, hawakutaka mwenyewe Allah kutumia ma huwa ilaju wa rahma. Angetaka pia angesema hivyo kwamba yunazil min alqur'ani ma huwa ilajun wa rahma, angetaka angesema hivyo. Lakini lau kama Allah angetumia ile neno ilaji, basi ingekuwa ni nafasi ya sisi waja wake kuitilia mashaka Qur'ani kwamba ina uwezo hakikatan kwa 100% kuweza kutusaidia katika mashakili yetu. Tungekuwa na ihtimal. Kwa nini? Kwa sababu ilaji ina ihtimal. Kwa sababu ilaji, tiba, inaweza ukatibiwa aidha ukapona au usipone. Kama Allah angeitambia Qur'ani kuwa ma huwa ilaj, maana yake tungekuwa sisi pia tuna ihtimal kwamba Qur'ani ima itusaidie ima isitusaidie. Allah hakutumia ilaj, akatumia shifa, kwa sababu shifa ni natija, ni yale matokeo ambayo halisi yanayotarajiwa ya kufaulu. Kwa ishara Allah akionyesha kwamba hii Qur'ani ikitumika vizuri katika ilaji, katika khatuati za ilaji, ikawa ni muwajihu, inaelekeza nini kifanyike, basi wewe hakuna wasiwasi, utapata natija ambayo ni shifa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi, niende kumaliza kwamba katika upande huu, kwa sababu nazungumza kwa kuwa tayari tuko kwenye bahari ya Sheikh Uthman Maiko, na yeye ndo ambaye kwa hakika amekuwa akituelezea makubwa katika haya. Iko hivi, lazim tuelewe kwamba kuna farqu baina al-marad was-saqam wad-da'u. Ukielewa hivi, kuna mazingatio pia ndani yake. Kuna utofauti baina ya maradhi, alafu kuna da'u, acha kuna saqam. Yote ukija kwenye tafsiri ya kawaida unahisi yote ni maradhi. Maradhu maana yake ni maradhi, saqamu ni maradhi, da'u ni maradhi. Lakini kuna utofauti mkubwa sana, na huu ndio unaoona utofauti na ladha ya lugha ya Kiarabu, kwamba unaweza kuona kitu hata ukiambiwa kuna baitu, basi ujue kuna utofauti wa baitu, manzilu, daru, maskan. Ala kulli hali kwamba sio kila daru ni bait na sio kila baitu ni dar, na wala sio manzil ni dar, na wala sio dar ni manzil. Kwa sababu ukizungumza manzil ujue unazungumza nyumba gani, daru ni nyumba gani, baitu ni nyumba gani, almaskan kadhalika. Maana yake sasa tunasema unapoona marad ni nini, unasema ni kalimatu al-amma. Kwanza tuelewe, ukisema marad ni kalima al-amma likulli illati usiba bil insan au ma asabahu al insan, lakin ma idha urifa an-naw'uhu, kuna sharti hapa kwamba maradhi ni kalima ya ammu kwa kila mashakil, kila ila ambayo inampata mwanadamu, lakini kwa sharti moja, idha urifa an-naw'uhu, endapo aina ya hayo mashaka yatakuwa tayari yamefahamika kwamba anaumwa nini, anashuhudia kitu gani, ana shida gani, basi hiyo shida ikishafahamika, hiyo shida inaitwa ni marad, sawa sawa iwe alhisia au maanawiya. Kwa maana maradhi yawe ya alam, ya maumivu, au maradhi ambayo hayana maumivu. Mnajua maradhi ambayo hayana maumivu ni pamoja na maradhi ambayo yamethibitika, wanazuoni wakasema kukosa fedha. Mtu ambaye hana fedha ni mgonjwa, anaumwa maradhi, lakini maradhi yake hayana maumivu, kwa maana anasikia ndo sasa kiuno kinaniuma hapa mkono, bali anaumwa stress za kwamba hana fedha. Kwa hiyo ni maradhi ambayo hayana maumivu ya hisia yanaonekana. Katika hatua hizi, ukishafahamika kwamba wewe maradhi yako hayo ya kukosa fedha, umerogwa, au wewe ni mahsud, au wewe umefungwa, ile kufahamika nauu yako ndio tayari inaingia katika kulli ya maradhi. Tunasema sasa haya ni maradhi. Lakini da'u nini? Idha usiba al-insanu bi'illati, mwanadamu akipatwa na tatizo, alafu hili tatizo lam yu'rafu as-sababu, ikawa alifahamiki sababu yake, yuqalu bihi ad-da'u, hapo ndio hilo tatizo huitwa da. Ukisikia tu da'u, maana yake ni maradhi ambayo hayafahamiki sababu yake katika hali ya kawaida, iwe kidaktari iwe kawaida. Mtu anaumwa lakini akipimwa hafahamiki anaumwa nini, anahangaika, anasumbuka, manuksi, anaangalia sababu ya nuksi ni nini, shida hii yangu ni shida yake ni nini, vifungu hivi vinatokana na nini, haelewi. Hii ni da'u. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi aliyosema kwamba alipokuwa anazungumzia kuhusu maradhi, akasema likulli da'i dawa, hakusema likulli marad dawa. Kwa nini akasema da?
kwa sababu amekwenda katika ghaya, yani amekwenda kuishi kwa wewe mwanadamu. Ikiwa kama Mtume anazungumzia hata maradhi ambayo hayajulikani sababu yake, ukitafuta kila namna hujui, Mtume anasema hata hayo yasikukatishe tamaa, dawa yanayo dawa yake. Manake kama maradhi ambayo hayafahamiki kabisa, dawa ipo. Vipi kwa maradhi ambayo yanafahamika? Manake ukishajua tayari anauma ni figo, nauma ni ini, haya ni rahisi zaidi kuliko haya ambayo hayafahamiki kabisa. Mtume akaenda kutumia neno ambalo linaashiri maradhi ambayo hayafahamiki katika hali ya kawaida. Okay, tumalizie neno la saqam. Saqam ni idha usiba al-insan bi maradhi al-muzmina. Saqam ni maradhi ambayo mwanadamu anapopatwa amradhi al-muzmina, maradhi ya muda mrefu sana, la yurja al-bur'u, ikafika sehemu mwanadamu anaelekea kukata tamaa, yani mustasi, yani anaona kama nitapona kweli mie, hali imekuwa ni mbaya, ameishi na maradhi kwa muda mrefu, ndio haya maradhi yanaitwa saqam. Kwa hivyo lazima ujue mtu ambaye anaugua kwa muda mrefu, yale yanabadilisha daraja ya ile hali yake, ina change kutoka ni maradhi inakuwa ni saqam. Huyu ukisema tu saqam kwa mtu ambaye anajua masuala ya ilaji, anajua huyu mtu ana maradhi ya muda mrefu sana ambaye anamsumbua, anaenda na namba. Ndugu zangu, nikwambie kwamba kazi anayofanya Sheikh Uthman Miko ni kazi kubwa sana, kwa sababu umejiuliza ni kwa nini Mwenyezi Mungu ametanguliza shifa kabla ya rahma. Rahma ni nini? Rahma, ndugu zangu, ni ile mawaidha ambayo tunawaidhiana, kuonyana mabaya, kuamrishana mema, tukasoma Qur'an tukapata thawabu, tukahifadhi Qur'an, yote ni rahma hiyo. Kwa hiyo unaweza ukafahamu Qur'an ar-rahmia. Ama shifaia, na kwenye shifa ndo kwenye engine, nguvu na power ya Qur'an iko hapa kwenye shifa. Lakini ulil absar, kwenye macho wanaweza kufahamu hilo. Na ndio maana ukaona kanuni nzima ya balagha inasema fi taqdimi wa ta'khiri aghradu al-balaghia wa aghradu hina ihtimamun bi sha'n al-muqaddam. Katika kutangulizwa jambo na kuchelewesha jambo kuna malengo, ndugu yangu. Usione jambo limetajwa mwanzo bure bure tu, la hasha wakalla. Kwa nini Allah anasema ma huwa shifa wa rahma? Kwa nini sio ma huwa rahma wa shifa? Maana yake Allah kuitaja shifa mwanzo alikuwa na maana ihtimamun bi sha'n al-muqaddam, kukuonesha umuhimu wa hili jambo lilotajwa mwanzo, kwamba kabla ya rahma, rahma inategemea zaidi shifa, uwe salama. Ndio maana Sheikh Uthman Miko naye akasema pana, akaishi hapo kwenye hichi kiwanda kutengeneza sisi tuwe sawa sawa, twende tukafanye kazi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili usali vizuri, utoe zaka, ufanye riziki zako, utafute kazi zako, upate riziki zako za halali, uende hija. Popote pale inategemea afya yako inasemaje. Una hali nzuri kiafya, uko sawa sawa? Ndio maana na kuaga nikisema idha sa'altumullaha fas'aluhu al-afia au qaddimu al-afia, yani raddu sihhatakum mafqud wa hafidhu sihhatakum mawjud. Itajini sana kuhifadhi afya zenu ambazo mko nazo, mzilinde. Wa raddu sihhatakum mafqud, na nyinyi ambao afya zimeondoka, hakikisheni mnamuona shekhe, mnatafuta namna kwa Sheikh Uthman Miko ili kurejesha zile siha mafqud. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.